hatua yangu ya roho, hatua yangu ya mwilini, hatua yangu ya mwili, hatua yangu ya uchumi, hatua yangu ya katika damu ya Yesu. katika damu ya Yesu. Nifungulie Bwana, Nifungulie Bwana kila mifumo sahihi kila mifumo sahihi iliyofungwa na maadui iliyofungwa na maadui ili nisisogee, ili nisisogee, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. nguvu za giza Nguvu za na giza utawala wa giza na utawala wa na giza maroho ya giza na roho ya giza ninayakataa ninayakataa katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, yasiwe sehemu yasiwe sehemu katika maisha yako. katika maisha yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo asubuhi ya leo natamani kukutana na nguvu zako. natamani kukutana na wewe, Niimarishe kiupya, niimarishe kiupya, niongeze hatua niongeze hatua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. katika damu ya Yesu. Niondolee uzito Niondolee uzito kwenye fahamu zangu, kwenye fahamu zangu, niondolee uzito niondolee uzito kwenye akili zangu, kwenye akili zangu, niondolee uzito niondolee uzito kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. katika damu ya Yesu. Achilia wepesi ya Bwana Achilia wepesi Bwana katika hatua zangu, katika hatua kwa zangu, jina la Yesu aliye kwa hai, jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye kwa hai. jina la Yesu aliye hai. Nyosha mkono kwa ajili ya huyu kijana, tuombe kwa ajili yake. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunatuma damu yako tunatuma damu yako popote alipo huyu mtoto, popote alipo huyu, nguvu zako nguvu zako zimkamate, zimkamate, nguvu zako nguvu zako zimuonyeshe mahali alipo. zimuonyeshe mahali alipo. Tunamuondoa kwenye maficho ya shetani Tunamuondoa kwenye maficho ya katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. katika damu ya Yesu. Jicho lako Bwana Jicho lako wewe linaona kila mahali, linaona kila na mahali mahali alipo na mahali alipo. jicho lako linaona. Jicho lako linaona Tunaomba katika damu ya Yesu katika damu ya Yesu. aonekane. Aonekane. Tunatuma nguvu zako Tunatuma nguvu zako zimchomoe mahali aliko, chomoe mahali alipo. kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Njoo, 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 njoo. ondoka kwenye mikono ya Ondoka watesi mikono ya watesi. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jaza makofi tena. Naomba uketi. Msalimie jirani yako. Mwambie Yesu akupe uzima. Msalimie kwa furaha. Msalimie kwa furaha. Mwambie Yesu akupe uzima. Tamka tena. Mwambie Yesu akupe uzima. Yesu akupe uzima. Mwambie Yesu akupe nguvu mpya. Yesu akupe nguvu mpya. Yesu akupe mwanga mpya. Yesu akupe mwanga mpya. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uzione njia zake. Usione njia zake. Njia zilizopotea. Njia zilizopotea Bwana akuonyeshe tena. Bwana akuonyeshe tena. Mahali ulipoachia. Mahali ulipoachia Bwana akurudishe kwa Mungu. Bwana akurudishe kwa upya. Pokea upako wa kufuka Pokea upako wa kufuka katika damu ya Yesu. katika damu ya Yesu. Yesu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilete ombi kwa ajili ya ndugu zetu wale wa Kenya. Tuendelee kuwaombea hasa yule kiongozi wao. Imeinuka vita kati yao na walikokuwa wanasali siku zote. Bwana asifiwe. Amen. Ni wiki iliyopita, kama wiki 3 zilizopita. Nilikuwa hapo ndani nikawa naongea naye na nielekeza mpita na upitia. Lakini kabla nadhani ulikuwa mwezi wa 3 kama sikosei, niliongea naye
Sasa kadiri anavyoendelea na ule upako ni kama tayari kama ameanza kutengeneza kavita fulani, lakini baadaye akawa amenielekeza hicho kitu. Sasa tunapoomba ndo nikawa naambiwa hatuina huko mbele yake, lazima atafukuzwa asipokaa vizuri, aendelee kuomba kwa ajili ya ulinzi wa Mungu. Anasema kitu gani kikawa kinaonyesha, kwa sababu ikafika hatua mchungaji naye ameanza kuondoka nyumbani, anaenda kuwafuata wanakokuwa wamekusanyika kule wanakoangalia TV wakati tunaendelea. Kwa alijifanya ni kama na yeye ni sehemu ya kusikiliza kinachoendelea, lakini akasema mchungaji wangu ananiuliza maswali mengi, kwa sababu pale sasa tujakaa kama kanisa kama Wakristo wote, ina maana na majirani na watu walikuwa wasali wanaanza kufanya nini, wanakuwa wengi. Sasa anataka anapong'ang'ana awachukue wale watu waende kusali ibadani. Sasa yeye alimchukua kama ndio mchungaji wao, lakini wakifika tu kwenda kusali nyumbani, inaonekana wale watu hawako tayari, wengine hawaendi kanisani watu, na wengine wanaenda kwenye makanisa mengine. Kama ikawa inajenga kama chumba wa mchungaji, mtakusanya watu na ni muumini wangu, alafu kwa nini wasije kanisani kwangu wote? Wengine mara wanaenda makanisa mengine. Ndipo nikamwambia muombe sana, kwa sababu kitakachotokea mbele yako ni roho ya vita. Inawezekana mpaka mkapigwa vita kwa kiwango kikubwa. Sasa inaonekana alivyoenda ameanza kusomeshwa na mtu chuoni kile open, yani mtu anatoka familia anaenda kusoma. Nikainua vita sana. Sasa nikamwambia ingia kuomba sana kwa bidii, kwa sababu lazima mtapigwa vita, lazima mtatengwa, lazima mtafanywa moja mbili tatu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio leo ananiambia mchungaji, yale uliyokuwa unaniambia yametokea. Sikutaka kukwambia tu, kama wiki 3 zilizopita tulitangazwa kanisani kwamba huyo amepokea roho nyingine na kundi lake lote wamepokea roho nyingine. Hawaeleweki, wanajifanya wana Mungu zaidi kuliko sisi. Kwa anasema nikawa kama ukiwa vile, kama kutengwa kanisani, kemewa mbele za watu, akasema vibaya nani. Anasema sasa mimi si yeye hakuongea na watu, lakini watu wakapiga simu kwa bishop. Na kwa nini? Kaonekana kama bishop anataka, yani askofu anataka kumsimamia, lakini baadaye yule mchungaji akaenda kaeleza mambo mabaya kwa askofu. Baadaye naye askofu akaungana na mchungaji. Kwa hiyo ikatokea kama mtaharuku hivi. Kwa anasema nikanyamaza, sikwenda kanisani mpaka nilipo, na maana ile ibada, anasema ile ibada ya mkesha ikawa kama imeuisha upya. Anasema kitu cha kushangaza, ninashangaa Jumapili niko nyumbani, watu wameshajaa kuja kusali nyumbani. Sasa wamejuaje mimi sijaenda ibadani siku hiyo? Sijajua. Watu wamekuja kusema dada, tunakuja kuomba, wanaongezeka mle kanisani nyumbani, wakaongezeka. Sasa siku hata na viti sijui vilikotoka vitu, watu wakaanza kwenda kuchukua viti kwa majirani, tukajikuta mle ndani tumeendelea, tumefanya ibada. Badala ya kuwa mkiwa ninafanya maombi peke yangu, kwa Jumapili Mungu akaniletea kanisa. Baadaye nikataka nitafute mchungaji mahali aje awahudumie, kwamba watu wamejaa kanisani wanahitaji huduma. Baadaye nikasikia sauti naambia wahudumie kwanza mwenyewe, kwa sababu mpaka mchungaji aje utachelewa. Basi anasema nikawa nimempa taarifa yule mhubiri aliyekujaga nyumbani, akaniimarisha, akasema ni mapito tu, kwa sababu ulichokibeba ni kikubwa, ni kubwa. Kwa anasema anaonekana pokea roho sisi zimetoka Tanzania huko, zimemvamia. Kwa hiyo jamani, ombeni mahali watu Kenya, watu wanafukuzwa kanisani kwa sababu sisi hatujaonana naye, hatufahamu. Tunaonana naye kwa njia ya WhatsApp tu, yani tukipiga video call ndo tunaona sura yake. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na ujue kukitokea mtaharuku wa kutimuliwa watu, je, kuna kuyumba, lakini ukipata msaada wa kuomba kuna kuimarika. Amen. Yamkini Mungu anataka simame yeye kama yeye. Na anasema chanzo kilikuwa ni nini? Chanzo kilianzia, yani alipo
alipoanza kuwa na watu anawafundisha, alianza kualikwa na wachungaji makanisa mengi. Sasa nikienda kule, nguvu za Mungu zinashuka, watu wanafunguliwa. Kwa hiyo kile kitu mchungaji kilikuwa kinamuuma. Alafu baadaye akaanza kusema unaenda kuhubiri bila kuomba ruhusa. Ikafika hatua nimeomba ibada na ananirudisha sasa msiende. Roho Mungu amefanya nini? Amenikataza. Sasa siku moja nimepata adhabu kwa sababu ya kutokwenda kwenye niliko aliko kuhubiri, nimemsikiliza mchungaji wangu. Sasa Mungu alinipa adhabu kubwa na alipitia wakati mgumu sana. Na tuliomba sana kipindi hicho. Lakini kila kiingia kwa maana mimi kutuma unasikiliza mtu. Unafikiri ni mimi ni yeye ndiye aliyekupa upako kwa watu kukualika. Sasa pamoja na kusimamishwa kwa, lakini watu wananihitaji kwenye makanisa. Nimeona niwe na roho nyenyekevu kwanza. Nisisimame kwa sababu kanisani kwangu kuna mgogoro. Niwe naendelea kuhubiri. Lakini nilijaamua kukaa nyumbani, watu wamekuja. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Endeleeni kuomba. Kwa anasema yale maombi, ule muda usika, nasema bahati mbaya nilikujiandaa sana, simu nilipovuta muda mrefu simu yangu kaisha chaji. Lakini tumeendelea kufuatilia mahubiri ya awamu ya kwanza, maombi ya awamu ya kwanza, ya pili mpaka ya nne, yote tumemaliza mpaka jana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuendelee kuomba. Lakini pia nilete ushuhuda. Kuna binti tulimwombea hapa kanisani Jumapili. Alikuwa ananiambia jana, yule toka sisi kanisa gani, tunataka kanisa lake Sigidire, ni makanisa ya Pentecost. Yule tukaomba naye Jumapili, alikesha hapo kwenye maombi kwa mkia Jumapili. Kwenye familia yako kuna shida. Bwana asifiwe. Amen. Wanapitia wakati mgumu sana. Wanapitia wakati mgumu sana. Dada yako mmoja wakiwa watu wazima hivi, masikio yaliziba tu tapo, akaacha kusikia. Yuko tena mdogo wake, naye masikio yameziba tapo, wameacha kusikia. Kwa hiyo ile mwaka kuna muda tuliomba naye kidogo, akaanza kusikia kidogo, akaanza kusikia. Baadaye tena yamerudi yameziba. Anakuja kuambiwa taarifa akiwa yuko kwa mganga. Sasa alipokuwa kwa mganga amemwambia watafute milioni 2 kwa sababu moja, kuna mtu atakufa kwenye familia mwezi huu, wanahitaji wazuie. Lakini pili, kuna mtu tena masikio yatafanya nini? Yataziba. Sasa kwa sababu anasali, akaanza kugombana nao, wakaambia kila mtu atoe 250,000. Yeye akisema siwezi kutoa 250,000 kwa miungu, hata 1,000 siwezi kutoa. Huko mnakokwenda mmepotea. Alipotoa msimamo, anaamka sikio linauma. Bwana asifiwe. Amen. Ndakawa nakimbia na kuja kufanya maombi, akamkuta mama kufanya maombi, mama mchungaji. Mimi nilikuwa nimechoka, nikamkuta hajaondoka, lakini sikufanya naye maombi. Ndakaondoka karudi kwenye mkesha usiku. Mimi nikaomba naye kidogo tu, basi nikamwacha aendelee kuomba. Sasa amesali hapa, baada ya maombi amerudi nyumbani. Mganga amemfukuza yule mdogo wake, tokeni mnanitesa. Kwa maana anasema mganga ameshamtimua. Tokeni mnaniteta nyumbani kwenu. Sasa anasema wamemteta wapi? Nani amepeleka habari kule? Ila mimi tu nimeongea na mdogo wangu kwenye simu, akapata nafasi ya kusikiliza kwa mbali. Nikamwambia acha, nenda kwa nini? Uende kwa mchungaji. Umekimbiliaje tena kwa waganga? Ulitibiwa kwa waganga, ulikuwa usikii kabisa. Mchungaji alipoomba ulianza kusikia kidogo. Unabebweje sasa? Mume wake sasa naye ni mtu wa madawa wa waganga, na mama mzazi mtu wa kupenda waganga. Sasa hapo angalia mimi. Yaani mama yake mzazi binti ni mtu anayependa madawa. Mume wake na yeye kwenye familia ni watu wanaopenda kwa waganga. Kwa hivyo imekutana familia za miungu. Kwa wote wanaamini sasa mume alimlazimisha na alimbeba na kutoka kwa nyumbani kwake Mwanza na kumrudisha kwa Singida kumpeleka kwa mganga. Kwa hiyo Mungu amejibu. Bwana asifiwe. Amen. Amefukuza Mungu. Tuendelee kuombea. Tunaweza kaja kwenye mkesha, mkimwona msaidieni kwenye maombi, kwa sababu wakati mwingine atakuja usiku kwenye
kumchekesha mke wangu, anasema kuna dispensary, kuna hospitali. Kule kanisani kwao ni dispensary. Ugonjwa ukizidi inabidi wapelekwe rufaa. Kwenye hapa ndo rufaa, kaeni vizuri. Bwana asifiwe. Kaeni vizuri. Kaeni vizuri. Na ni vibaya sana watu wanakuja wanafunguliwa kwenye madhabahu zetu, alafu sisi wenyewe tumefunga. Yaani sisi hatuponi. Penye miti hapana wajenzi iruka misi pendaki kabisa. Kwani usiwe mjenzi jamani? Sema amen katika jina la Yesu. Amen. Kwa Mungu atusaidie. Naomba kazana kwenye maombi. Narudia, kazana kwenye maombi. Mimi maombi ya Ijumaa yamenisogeza sana. Yaliniondolea mzigo kubwa. Ulikuwa unaniumiza, siwezi hata kuombea mtu, najikumbuka mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa maana niliwaambia nyinyi mwage makini. Siku nafikiri mchungaji anatuombea. Mshukuru walikuwa wachungaji wageni. Walikuwa wanachemka sana. Bwana asifiwe. Mimi nilikuja kupata amani baadaye sana mshoni. Ndio nikashukuru sasa kukumbuka kwamba nina kanisa niliombea. Wakati muda wote nimejipigania kufa kupona. Hakuna mtu ambaye moyo umemsiba na tatizo atakukumbuka wewe. Msidanganywe. Bwana asifiwe. Amen. Mnanisikia watoto wa Yesu? Amen. Madhabahu ipo kwa ajili yako. Pazia la hekalu lilishapasuka. Kila mtu anaruhusiwa kutafuta uso wa Mungu. Nadhani mmeona ule ujumbe wa siku nilioandika, na ndio tutausimamia. Niko kwenye yale somo la jana. Yako mambo kaza nimeandika pale. Kwamba jifunze sana wewe mwenyewe. Kabla na simu umeshaona, sio saa hizi usome. Kama mkoona yanatosha, tutaangalia kwa sababu naingia kufundisha. Fungua hicho kitabu cha Kutoka 33. Natamani leo nirudi nyuma kabisa kusoma ili labda uelewe ninachokifundisha. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuelewa namna ya kutembea katika njia zako. Njia zako zina heshima, zina utajiri, zina furaha, zina amani. Kutoka 33. Sasa mwanangu wasio na Biblia wanatusikiliza na kwenye wewe unashikilia kamera tu. Ninataja vifungu umeshikilia kamera. Kuna watu wana sisi tumesafiri, tumeona umuhimu wa kuandikiwa vifungu. Sasa tumepitia kwenye hizo watu. Sasa tuliwahi angalia YouTube tukiwa barabarani tusikilize bado ulikuwa unaona umuhimu. Sasa tulikuwa tuna Biblia. Kwa hiyo kituwekea pale tunasoma. Sasa yeye anatuwekea maneno, tunaacha kuweka vifungu vya Biblia. Amekaa na kamera wakati wenzake wapo kumsaidia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nisaidie kutembea katika nguvu zako. Nitembee kwenye wingu lako. Simame mwenyewe. Tafuta uso wako. Sitembee kwenye upako wa mtu mwingine. Bwana, nisisimame kwenye shuhuda za mtu mwingine. Nitendee mwenyewe Bwana. Kutoka 33. Tunaanza ule mstari wa kwanza, lakini msimamo wetu kabisa kwa mstari wa 14 nadhani na 15. Lakini nataka nisome kwa nyuma ili uelewe vizuri. Kutoka 33. Bwana akanena na Musa, haya ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta ukwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi, wajifikirie nchi iminikayo maziwa na asali. Hizo ni baraka. Maziwa na nini? Na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize
ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalowatendea. Kwa lugha nyepesi, ingieni kwenye toba. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Basi desturi ya Musa ilikuwa kuitoa ile hema na kuikita nje ya malago. Mbali na hayo malago akaita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana akatoka kaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya malago. Unaona umuhimu wa madhabahu? Unaelewa umuhimu wa madhabahu? Ibebeshe madhabahu vita yako. Wanaliona huu mstari, hawajaelewa vizuri. Anasema hivi, hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana akatoka akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya malago. Hii hema ndo lilikuwa kanisa, jengo ilikuwa inapigwa hema wanapokutania, mahali Musa anapofanyia maombi. Ndio Biblia inasema ikiwa kila mtu akiwa na neno, akiwa na shida, alikuwa anaenda kwenye malago. Wewe kila saa unataka uombe nyumbani. Anasema akatoka akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya malago. Hata Musa alipotoka kuiendea ile hema, watu wote waliondoka wakasimama kila mtu malangoni pa hema yake. Akamtazama Musa hata alipokwisha kuingia hemani. Ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka. Ile nguzo ya wingu ikashuka ikasimama mlangoni pa ile hema. Naye Bwana akasema na Musa. Watu wote wakaiona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu, kila mtu malangoni pa hema yake. Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akigeuka akarejea hata malangoni. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Waangalie mstari wa 14. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usinichukue kutoka hapa. Wewe utaendelea kusoma neno. Nyanyua kichwa chako kidogo. Nimeona leo nirudi nyuma kabisa ili unielewe. Maana jana nilikuwa nazungumza watu wakuelewa. Angalia mwendo wa wana wa Israeli pamoja na Mungu kupigana raifu kwao, bado walikuwa ni watu wa kurudi nyuma kila wakati. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Mara nyingi nimewaambia watu tuwe na ratiba ya kila mtu awe na muda wa kuja kukesha ibadani hapa. Kuna watu walishagoma.
Bwana asifiwe. Lakini kuna watu wanadabu wanaongeza. Yaani badala ya kuja siku moja wanaongeza siku. Yaani wameziongeza siku. Kwa nini? Kuna kitu wameanza kukutana nacho. Kitu gani nimejifunza kwenye hii mistari ninaposoma? Kwamba kumbe wazo la Mungu, pamoja na kuwa tuna uwezo wa kuomba nyumbani, tunaweza tukaomba safarini, tunaweza tukaomba mahali, lakini kuna wakati mtu akiwa na neno anahitajika aje mahali fahema lilipokalishwa jina lake. Unasema limekalishwa hivi. Ni kweli Mungu anasema hakai kwenye majengo yaliyojengwa na wanadamu. Umenielewa? Anakaa kwako, anakaa kwako, anakaa kwako, anakaa kwako. Lakini kuna majengo ambayo yametengwa rasmi kwa ajili ya kulikalisha jina la Mungu. Hivi unaweza kaziweka huko, kabeba kitanda huko. Na ndio maana ukienda makanisa ya wenzetu walioendelea ambao Mungu amewabariki, hata kulia chakula tu kanisani hawali. Chakula kinacholiwa kanisani ni meza ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kuna makanisa wenzetu Mkristo wa kawaida uwezo ukagusa hata madhabahu. Wanaamini ukigusa utapigwa. Angalia watu hao walivyowekeza kuamini mahali walipopatenga kama kituo cha mahali lilipokalishwa jina la Bwana. Unaangalia Biblia inasema Musa alikuwa anatembea na hema. Na ndani ya ile hema kila walipopiga kambi alikuwa anaikunjurua ile hema na ijenga. Umenielewa? Anasema akikunjurua ile hema, mara nyingi Mungu akiwa kati yao, wingu lilikuwa linashuka, linakuja linasimama. Wingu lisipokuwepo Mungu hayupo. Wenzetu walikuwa wanaona live kabisa. Hawa watu wamefanya vurugu za kila namna na wameuzi moyo wa Mungu. Anamwambia Musa, endeleeni mmekaa muda mrefu, safari bado ipo, mnatakiwa mfike kwenye nchi niliyomwahidi Ibrahim, Isaka na Yakobo baba. Muda wa kuondoka hapo. Lakini Musa anaangalia, anaondokeje wingu hamna. Mungu anamwambia Musa, umepata neema machoni pangu na kibali. Na jina lako nalijua. Ondoka. Musa anamwambia Mungu, kama nimepata kibali na neema, nionyeshe njia na nionyeshe mtu aliyemtuma atakaye kuwa pamoja nami ninapoondoka safari. Ni kweli nimepata neema. Naendeje peke yangu? Baadaye Mungu anamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Anasema kama uso wako usipokwenda pamoja nami, usinichukue hapo kwanza. Unajiuliza, mazungumzo haya ni Mungu na mwanadamu? Hebu muulize mwenzio, haya mazungumzo ni Mungu na mwanadamu au ni nani? Unaona ule mstari ukirudi pale nyuma sema Mungu alisema na Musa uso kwa uso kama mtu na rafiki yake. Na ndio maana wanajadiliana, ndio umekuja lakini usipokwenda na mimi hapo sinichukue, maana najua wewe fikiria anasema hivi. Nikija kati yao dakika moja nitakuwa nimewaharibu. Kwa sababu ni wachafu. Dakika hii moja siwezi kuvumilia kukaa kati yao. Haleluya. Amen. Jamani haleluya. Amen. Watoto wa Yesu haleluya. Amen. Wana wa Mungu haleluya. Amen. Lakini angalia ni kitu gani nimetaka kukionyesha. Kuna vitu vitatu ninavyotaka nikukazie leo. Cha kwanza, jifunza kutoka nyumbani kwako. Njoo na neno ulilo nalo madhabahuni kwa Mungu. Kuna wakati unaweza ukateseka nyumbani. Kwa nini kuna umuhimu wa kuja ibadani? Wewe unaweza kukaa nyumbani kwako unashindwa kutengeneza wingu. Umeelewa? Lakini kwenye madhabahu ya Mungu wingu liko tayari. Automatic ukija zile nguvu za Mungu zitakufunika kwa sababu ulipokaa palipo na wingu la Mungu hakakaa lazima. Na ndio maana ukija huko ibadani kuna namna unaona upako na kuja. Lakini ukiondoka unakuta ile maombi yako. Kwa nini ulikuwa kwenye eneo lenye wingu? Kwa jambo la kwanza, jifunze kubeba neno lako ulilo nalo kwa Bwana, kuja nalo madhabahuni. Usipende kulala kitandani kwako tu. Usipende kumalizia maombi yako nyumbani.
Mimi nimeyafuatilia maombi niliyoombea hapa na maombi ninayoombeaga nyumbani, ya hapa yanajibiwa haraka kuliko ya nyumbani. Kama nafikiri Mungu, fanya utafiti. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana mimi nilikuwa namshukuru Mungu, nasema Mungu uliniona. Ile shida iliyokuja kwenye moyo wangu ulileta wakati sahihi ndani ya siku ya maombi. Na ile siku ya maombi tulikuwa tunaombea madhabahu. Madhabahu ni rahisi kuvuka kuliko na mezani. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Jamani, haleluya watu wa Mungu. Amen. Jamani, haleluya watu wa Mungu. Amen. Lakini jifunze pia wewe mwenyewe binafsi kutafuta upako wako. Usisubiri upako wa mtumishi kwamba ananiombea. Na niwaambie, kwa nini watoto wa Yesu wengi hawafanikiwi? Unaweza kaona unajiuliza, mbona sasa kunakuwa na wimbi kubwa na watu kutoka makanisa mbalimbali tuliojua yana nguvu za Mungu, watu wanakuja. Shida mnajua ni nini? Nyanyua kichwa chako. Unajua shida ni nini? Wachungaji wengi wanawadanganya watu kwamba wao wanawaombea. Kumbe wana uwezo wa kuwaombea wakiwa wamekutana nao hivi. Akishaondoka hana uwezo wa kubeba zile shida zao. Na ile shida inahitaji kufesi uso wa Mungu kwa muda mrefu. Akija huku tunampiga dozi. Dozi yenyewe tunamwambia amka kuomba saa 9 usiku. Hatumuombei. Mnaelewa kivuko anachovukia? Bwana asifiwe. Amen. Yeye kwa sababu amezoea kwamba mchungaji wake anamwombea, anafikiri mama mmoja ameamka saa 9 ananiombea. Kumbe nilipomwambia amka kuomba saa 9 anajipigania yeye mwenyewe na nakutana na Mungu mwenyewe. Alafu anakuja kunishukuru mimi, kumbe mimi nililala. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Watu hawataki kuwafundisha watu. Wana roho ya kutaka kuwamiliki watu. Huwezi kuwamiliki watu, watu wanamilikiwa na Yesu. Amen, amen. Amen. Jamani, amen, amen. Amen. Jamani, amen, amen. Unaangalia hapa, Biblia inasema Musa alipoipiga ile hema, akiingia ndani, watu hawakulizika kwamba Musa ameenda kutuombea. No, inasema watu walikuwa wananyanyuka na wao. Wakijua ule upako umekuja na wao wanaenda penye na rago wanapokuja. Kwamba walikuwa wanatafuta. Na Musa alikuwa waamini njoni. Akishaingia, Biblia inasema akishaingia mle ndani kwenye ile hema, watu walikuwa wanaanza kuja mmoja baada ya mwingine kwenda hema kutafuta uso. Wewe umelala nyumbani, wanasema mchungaji tuende naye hana roho. Hatuombeaki. Na ndio maana mnaanza kuchagua wachungaji. Aliyekuja amepoa. Nikakwambia amepoa. Kila mtu ana message yake kwenye huduma. Mwingine utamsikia na kuombea baba katika jina la Yesu, lakini ana vitu. Anaweza kukaa tu hakuombei, lakini alipokuja ulikuwa una nyumba unajenga. Ulikuwa huna kitu unafanya. Subira aondoke. Wewe unasema hakuombei. Na ndio maana watu wakiondoka ndio wanaanzaga kugundua, wanasema wakati wa fulani tulikuwa na hela, ila wakati alikuwa walikuwa wanasema hao. Hivi mnanielewa nyinyi? Amen. Kila mtu ana namna ya upako wake. Haleluya. Amen. Lakini jambo la tatu, acha kuishi kutegemea upako wa mtu. Na hili jana nimelizungumza. Watu wengi tukiwa na semina hapa, hata ambao hawajawahi omba wanakuja kuomba. Ninyi msifikiri wamemfuata yule mtu. No. Upako ulioko wakati ule unawavuta. Umenielewa? Ule upako ukiondoka, hawana chochote cha kusimamia, na wala msiwaraumu. Hawana chochote cha kufanya nini? Wala hata nguvu ya kuja kwenye maombi hawana. Kwa sababu ile nguvu waliokuwa nayo haikuwa yao. Naogopa sana kitu hicho. Unakuwa na upako wakati wa mtumishi. Ndio unapojeka. Unakuta watu wanalia kama simu. Unafikiri wanasubiri huko. Kesho wako kwenye misele. Wanarudi katika kawaida zao.
ndio unakuja kugundua hisi. Angalia, wana wa Israeli ndio wanatakiwa kusafiri, lakini angalia Mungu anajadili na wana wa Israeli, anajadili na Musa ambaye yuko tayari, aliyobeba nia, aliyebeba kusudi la Mungu. Kwa kuna wakati mwingine walikuwa wanafurahi, wanasema tumevuka, Bwana ametupigania, kumbe amempigania ni Musa. Sio kama mnanielewa nyinyi. Angalia Mungu anavyozungumza, nikija kwa wenzako hao tawaharibu. Baadaye Mungu anamwambia Musa, ondoka. Musa alikuwa haelewi. Unajua Musa alikuwa haelewi kitu gani? Alikuwa haelewi kwamba yeye akishabeba ule upako, automatic ule upako unatengeneza ulinzi kwa watu wanaowaongoza. Ila sio Mungu akae katikati. Mungu anatakiwa akae tu kwa Musa. Akikaa na wale anawaharibu. Ila anakaa ndani ya Musa. Anawaona watu hawachunguliwi, hata anamchungulia Musa. Kwa lugha nyepesi, Mungu alikuwa akishuka kwenye wingu, hawachunguliwi, hata anamchungulia Musa. Maana akisubutu kuwachungulia tu anawatandika. Kwa wakati mwingine unaweza kuona cheza Musa, tumemwona Bwana, tumemwona Bwana. Unageuka na kulia na kushoto na nyanyua na saa zingine amekupa na maiki. Unaanzisha kusema tumeshuka. Mungu ametutendea kwenye uimbaji. Kumbe kalikuwa kamoja tu kaliko kesha kuomba Bwana Yesu nitetee kwa yetu. Kesho tukimba watu wakuone wewe. Kesho tukisimama watu wasikie kile tulichoomba. Na tumechagua wimbo na usikizisha kwenye masikio ya watu. Achilia kusudi lako kwenye wimbo. Achilia nguvu yako kwenye maneno yaliyoko kwenye wimbo. Amelia machozi paka hapa. Ninyi mnasema saa zingine ulianzisha wanakuletana na muangalia akili ni wapi siri moja. Juzi nilikuwa naongea na mtoto wangu mmoja huko. Nikakwambia ukianzisha moyo na watu wenye maana wanakuletea. Si unajua kuna watu wenye maana, kuna watu wasio na maana. Nikisema ukianzisha mle ndani, kuna muda wanakuletea. Unaonaga wanakuletea watu wenye maana. Mnaelewa wenye maana? Unakuta wewe ni mwanzishaji. Tunakuja tuanzishaji twenzio, hata sadaka hatutoaki, ndio tunakuletea eti. Alafu hata sadaka tu zenyewe zimetuleta, tunaleta 500, tunaleta Mungu. Hawajanielewa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani wewe unaanzisha siku hiyo, wamekupa upako wa kuanzisha. Nikamwambia umewahi kitofautisha na mwezi. Kuna mwingine akishaanzisha, unaona watu kabisa wamezama. Wanaenda wanapompa hela, wana machozi. Wewe tunakuja tuimbaji twenzio tuanzishaji. Ni kama tunapiga kama tunakupongeza kwamba umeshuka voko, wala Mungu hajakuona. Alinama kichwa paka alitaka kulia. Nikamwambia umewahi letewa hela na Wakristo. Bwana tena uimbaji. Tuvijana hii tuanzisha, tuvijana kati tunatuanzisha, tukwaya tuingize tunatuanzisha. Tunakuja. Lakini kuna mwenzi akianzisha, unakuta watu wanakuja wamekunja uso. Hawampi hata anayeanzisha, wanaenda wanapeleka hela kwenye chombo. Nikamwambia wewe, tangu ninakuchungulia ukianzishaga wimbo hawajawahi leta sadaka pale. Wanapeleka wewe. Wenzio wanaleta sadaka hapa. Yaani kila ninachoimba kimewatachi watu. Wanaweza akatoa ndoa wanakumbuka, kumbe sijampata aliyeanzisha, na wanaenda kumpa. Wewe kila siku kianzisha, na wanaonyanyuka kukupa hela ni waimbaji wenzio. Kama chini ukiona waimbaji wenzio wanakuja kukupa hela, unajua umepigwa. Hamna kitu. Amen, amen. Amen. Nielewa. Bwana asifiwe. Kumbe unaanzisha hapa. Ukiona wanakuja kukupa waimbaji wenzio, ujuage ile madhabahu sio ya kwako. Kuna mtu alibeba nyimbo kwenye maombi. Kwa ile nguvu inatembea. Ndipo watu wanafikiri labda ni wewe. Lakini wanaona roho, wanajua hapa pana nguvu ya Mungu. Kwa unaweza kaimba na kumbe umeimba ndani ya upako wa mtu aliyekesha. Mwingine kabisa. Saa zingine aliyeombea kwaya iimbe vizuri. Hata sauti ya juu hata kwenye kwaya hajawahi vizuri. Ila aliomba kwa ajili ya ibada, alafu akisema Mungu anaileta kwaya wengine sisi. Wakumbuke Mungu, baadaye akakukumbuka nawe mwalimu. Mkumbuke na mwalimu ima. Mpe upaka atakisimama sionekane yeye, Mungu uonekane wewe. Wewe unafikiri umezama, unafikiri kweli Mungu anaonekana, kumbe ni jitu lingine tu lilileta upako wewe hauna.
Na ndio nataka niwaambie, tuna watu wengi tunatembea juu ya upako wa mtu, ila sisi hatuna huo upako. Sasa kwa nini? Na ndio maana kanisa linadumaa. Na ndio maana kanisa halionekani. Unapookoka unaingia kwenye nchi iliyojaa asali na maziwa. Asali ni tamu. Unaingia kwenye utamu. Watu mnakula nyanya chungu. Neno tu chungu, sema chungu. Utamu wa Bwana asifiwe. Umewahi mkuta mtu anakula pilipili, alafu anakula pilipili kwa furaha? Umewahi ona? Unajua pilipili ni tamu. Yaani ile pilipili unayokimbia wewe, kuna watu inaraza, inampa raha, alafu ni tamu. Kwa sababu hali kwa majuto. Anakula kwa mama ameniangalia kwa huruma nianze kutembea njia ya huko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wewe unaweza ukafikiri pilipili ni chungu. Kawakuta watu walioshiba hela, alafu wanaamua kula kapilipili. Wewe unatoa machozi. Wenzio wana vipozeo vyote vya pilipili. Wewe unakuza pilipili na vipozeo. Muulize mwenzio na vipozeo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unafikiri kwa nini tunapika sana wali kwenye mikutano na katikati ya wageni? Namuulize hii, nasikiliza hii ni mpishi. Ukipika ugali siku hizi katikati ya watu na wali, kitu gani kinaishi? Wali. Ugali na wali. Ugali na wali unaoishi. Unaelewa kwa nini ugali unaishi? Ukitaka kujua watu waliokula chakula wana uchumi kiasi gani, angalia. Ukikuta watu wamekula wali, unajua wote waliokuwa wanakula siku ni maskini watu. Mimi nawaambia, siku hizo ukiweka ugali kwa watu wenye hela hawali wali. Kwa sababu nyumbani wali na wakifu. Kweli baba. Wake zao hawana muda wa kupika ugali na wakera. Maana wanakimbia kwenye biashara na kupika mbao na watoto wataukuta na kesho. Kila wanawake hawana muda wa kupika wali, ugali. Mmenielewa hicho? Ukikuta wali unaisha, juaga leo nimehudumia maskini watupu. Naambia ukweli. Nimeshakuwa na uzoefu siku hizi. Tunang'ang'ana kupanga foleni kwenye chakula kwa watu wanakimbia ugali na kwani mdogo. Yaani wakipita watu 10 tu mbele yako hukuti ugali umeshaisha. Unajiuliza kwa nini? Lakini ukiwakuta masikini, pilau ulioni. Wewe niambie. Wewe umeona watu wote wenye hela wanakula pilau siku. Nyinyi mnaohudumiaga, si mnaonaga mnawagawa, unaona wanagawa. Siku hizi pilau na wali kipi kinabaki? Semeni tu kipi kinabaki? Pilau. Mnaelewa kwa nini? Uwezo watu umeongezeka. Zamani watu walikuwa wanafakamia pilau kwa sababu pilau kwanza ilikuwa na gharama kupika. Umeelewa? Cha kwanza pilau ilikuwa na gharama kufanya nini? Lakini cha pili ilikuwa adimu. Siku hizi haina gharama. Alafu anapikwa kihuni. Pilau ya zamani zilikuwa na nyama. Ilikuwa na nini? Ilikuwa na siku hizi wanawajazia nyanya chungu. Mpaka watu wanasinzia, wanakula pilau wanasinzia. Sikilizeni, hata mlo tu una nafasi ya kututenga. Wewe level yako iko wapi? Amen. Amen. Jamani amen. Amen. Jamani amen. Amen. Jamani amen. Amen. Jamani amen. Amen.
ukiweka ukiingia kwenye chakula, mboga za majani zinaisha haraka kuliko nyama. Ukikuta nyama zimeisha, ujue waliokula chakula hicho ni maskini watu. Na wafundisha. Bwana asifiwe. Amen. Si nimepata neema ya kukaa katikati ya watu wengi. Ukikuta nyama zimeisha, ujue kefuli ni watu walio nao msiku ni maskini mtu. Lakini ukikaa na watu waliochanganya, wana hela nyingi, amegonga supu asubuhi, nyumbani alikula nyama, naye mke wake mvivu kuleta mboga za majani, maana hazitunziki kwenye friji. Mpaka kumbuke, nye watoto, kimbieni kwa mama fulani sije kafunga, mchukue mboga za majani. Kwa mboga za majani zinakuwa adimu. Bwana asifiwe. Amen. Muulize mwenzio, upako ulio nao ni wa kwako? Upako ulio nao ni wa kwako. Mimi nataka nikwambie, watu wangekuwa wanatembea na upako wa kwao kwenye semina, mpaka saa hizi kanisa lingekuwa halitoshi. Ibada hizi za asubuhi tungekuwa tunafunga TV nje. Kwa sababu kila mtu angekuwa ananenea Waikiti. Lakini kwa sababu upako sio wa kwetu, ni wa watumishi wa